Leo tuko katika kitabu cha Isaya, tuko mlango wa 61. Kimahesabu tu bado milango mitano tumalize hiki kitabu kirefu sana, cha pili kwa urefu katika Biblia, cha kwanza kikiwa kitabu cha Zaburi. Isaya mlango wa 61 siku ya leo, siku ya Alhamisi tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka 2019. Kitabu cha Isaya mlango wa 61 una jumla ya mistari 11. Kwa hiyo sio mingi sana na yamkini tutaipitia katika kipindi sio kirefu sana tutakuwa tumemaliza. Mungu akubariki sana wewe ambao umeweza kufika na wewe ambao unatufuatilia kutokea mbali. Tusome kuanzia labda mstari wa kwanza. Kabla ya kwenda kwenye kusoma tukumbuke mlango wa 50, milango mitatu mfululizo iliyopita. Mlango wa 60, mlango wa 59, mlango wa 58, 57 na actually kurudi nyuma mpaka mlango wa 40. Milango mingi iliyofuatilia iliyotangulia iligeuka kuanzia mlango wa 40 kukumbusha muundo wa hiki kitabu. Mlango wa 40 uligeuka mara moja sasa kutoka katika shutuma bado zipo. Isaya anaongea maneno ya shutuma japo hayalingana na Yeremia kitabu kinachofuata wala hayalingani na Ezekiel. Lakini anaongea shutuma, lakini anakuja kila anachohubiri kina uhusiano na wokovu, ujio wa kwanza wa Yesu Kristo na ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kuanzia mlango wa 40 na hata kabla ya hapo. Ndivyo na actually huwa tunasema kwa sababu leo tuna mistari michache kwa hiyo tunataka kuongeza taarifa nyingine za pembeni. Tulisema katika mlango wa kwanza wa Isaya kwamba Isaya ina sura 66 na zinalingana na idadi ya vitabu vya Biblia. Idadi yake 60 vitabu vya Biblia ni 66. Ukiangalia kitabu cha Biblia kinachoendana kwa mtiririko na sura ya Isaya unakuta kuna uhusiano na ufanano. Ndio sababu wakati mwingine Isaya inaitwa Biblia ndogo. Kwamba sura moja inakuwa na vitu vinavyofanana na kitabu kile. Kwa mfano sura ya 40 iligeuka ikaanza kuongelea wokovu. Na sura ya 40 inafanana na kitabu cha 40 kwenye Biblia. Kitabu cha 39 ni Malaki, mwisho wa Agano la Kale. 40 inaanza Agano Jipya ambayo ni kitabu cha Mathayo. Kinaanza kuongelea ndo habari za ujio wa Yesu Kristo ni wokovu tupu. Of course inakemea dhambi lakini habari za Yesu Kristo na wokovu. Tofauti na maagano ya nyuma. Na sura ya 40 labda tuende pale tu kama kwa utangulizi tu kujikumbusha. Kwa mfano sura ya 40 anasema pale mstari wa 3 anasema sikiliza ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu, kila bonde litainuliwa na kila mlima na kila kilima kitashushwa, palipotoka patakuwa pamenyoka. Unaona kwamba ni habari zinazopatikana pia kwenye Mathayo 40. Mathayo kitabu cha 40 ambacho ni Mathayo actually sura ya 3. Sura ya 3. Sauti ya mtu aliye nyikani. Na Luka 2 vile vile. Mathayo 3:3 na Luka 2. Sawa. Kwa hiyo unaona ni habari zinafanana. Na unaweza kusema sasa mfano mwingine. Hata kwa mfano twende mlango wa 45 wa Isaya. Hizi ni facts za kujifunza wakati tunasoma Biblia. Sio kwa ajili ya kuonyesha kwamba tunajua kulinganisha vitu lakini wakati mwingine hii ni miongoni mwa miujiza ya Mungu ambayo tunataka tuone mtu amefufuka lakini huu ni muujiza wa Mungu kuonyesha kwamba hivi vitu havikuandikwa na wanadamu. Hana uwezo wa kuungamanisha vitu vyote vikaenda sawia sambamba. Kwa mfano mlango wa 45 wa Isaya anasema kwa mfano kuna mstari unaosema mlango wa 45 tumesema si ndio? Anasema kuna hiki kitabu twende mstari wa 9. Anasema hivi 45:9. Anasema hivi ole wake ashindanaye na muumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia. Watu wanataka kujiinua. Unyonyesha yani Mungu anasema nikakigae. Leo hii mtu anataka kuwa na mamlaka, anataka kuzuia sisi mipango, anaweza akataka kuzuia imani, anataka kuzuia watu wasimwabudu Mungu. Anasema nikakigae.
Na wapo kuna mamlaka zinataka mfano kwenda katika nchi ya China. Watu waruhusiwi kusali. Tumshukuru Mungu kwamba bado Tanzania tuna amani ya kuweza kuwa na uhuru wa kuabudu. Watu wanashindwa kuabudu wakati tuna uhuru. Je, siku tutakuwa tumezuiliwa je? Na ipo nyakati zinakuja asema Bwana. Kwa hiyo anasema mstari wa 9 Isaya 45 anasema, "Je, udongo umwambie yeye aliye afinyangaye unafanya nini au kazi yako hana mikono?" Yaani anaanza kumhoji kitu kilichoumbwa kinaanza kuhoji muumba wake. Twende kitabu hicho kinafana hiyo sura inalingana na kitabu cha 45 kwenye mtiririko ambacho ni kitabu cha Warumi. Warumi kwa tunasoma mstari wa 9. Sawa? Twende sura ya 9 sasa ya Warumi. Unaona? Uone kilichoko pale. Sura ya 9 Warumi baada ya Matendo ya Mitume Warumi 9 yes, sura ya 9 ambayo inaenda na mstari wa 9. Warumi 9 kwa mfano anasema mstari wa 19 anasema hivi. Warumi 9:19 anasema hivi. "Basi utaniambia mbona angali akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo." Anasema la sivyo. Binadamu wewe nani umjibuye muumba? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba kwani kuniumba? Au mfinyanzi je, hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiitwe kiwe cha heshima na kingine kisiwe cha heshima? Hakina heshima. Unaona kwamba uhusiano uliopo katika kitabu na sura hii. Unaweza kusema sasa na sehemu nyingi sura ya kwanza ya Isaya tuligusa hiyo. Nafikiri kwamba hivi ilikuwa sio mwaka jana. Ni muda mrefu sana tangu tukianza hichi kitabu. Lakini tulisoma hiyo, lakini sio mbaya tukao tunakumbuka kwa sababu muda umepita tangu tumekumbuka kweli hiyo. Sasa turudi sasa katika Isaya 61. Ni sehemu ya utangulizi lakini unaona kwamba ni kujifunza neno la Mungu. Isaya 61 nimerudi nyuma zaidi nikapitiza nikarudi nyuma zaidi kwa sababu vitu havikuwa vimeongelewa kabla. Lakini mlango wa 60 wenyewe na wa 59 ilikuwa inaongelea tuliona ilikuwa inafanana kwa karibu sana na Ufunuo. Ufunuo mambo ya baadaye ya wokovu, nyakati za wokovu kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Unaweza kusema ni wapi? Twende Isaya 50 na Isaya 60 nyuma hapo tulipokuwa leo. Hatuanza kusoma mstari wa kwanza by the way. Anasema mstari ule wa 19 kwa mfano anasema hivi. Anasema jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake, bali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako na Mungu wako atakuwa utukufu wako. Mstari wa 20 anasema jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako. Unaona kwamba anaongelea kwamba jua litafika sehemu fulani sio linalotungalisha tena. Hizo habari zinapatikana katika sura ya 21 ya Ufunuo. Unaona Isaya kitabu kilichoandikwa zamani watakwambia kitabu kimepitwa na wakati. Kinasoma sambamba tuliona ilikuwa ni word to word. Neno kwa neno sawa na kitabu cha Ufunuo. Tutaka kujua kwamba hivi vitu vimeandikwa na akili isiyo ya mwanadamu. Twende katika Ufunuo mlango wa 21 leo tutamsanya mchache kwa hiyo tuna uhuru wa kwenda sehemu nyingi kabla ya kuanza kunani. Twende Ufunuo 21:23 Biblia inasema hivi. Ufunuo 21:23 anasema hivi. Na tuliona kwamba Ufunuo inaanza na anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Yaani nyakati baada ya hukumu kila kitu Mungu ameumba mambo mapya anasema mbingu za kale zimepita na ameshafuta machozi, amefuta kumbukumbu za nyuma na nini, ameumba mbingu mpya na nchi mpya. Na tulitoa maelezo marahisi sana nyuma kwamba ukimuuliza wanasayansi wa leo, wanafizikia na astronomer wanakuambia kuna vitu viko katika orbit ya dunia, njia za dunia inapozungukia ambavyo hatujui ni wakati wote vitakuja kuigonga na kuipasua. Nani ambaye hajasikia hizo habari? Hivyo vitu vipi? Mwanasayansi yote anakiri. Na Biblia inasema kwamba dunia hii haitakuwepo milele. Kuna wakati itatikiswa nguvu zake. Unakuta kwamba wakati mwingine hata wanasayansi ambao hawamwamini Mungu wanaproof kilichoandikwa kwenye Biblia kwamba itakuja kupasuliwa. Na wakati mwingine anakuambia imekosokoso kwa nchi. Si waamini lakini wamwamini Mungu.
kwamba kama wana uwezo wa kuprove mambo ya Mungu, then wanakubalika. Kama wanapingana na Mungu, tunawapinga. Mstari wa 23 Biblia inasema hivi. Ufunuo 21 inasema, "Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo." Unaona kwamba tumetoka kuona kwenye Isaya 19 anasema na 20 kwa mfano anasema, "Jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele." Unaona kwamba anachokisema ni hicho. Lakini watu wengine wanakuambia Mungu atakuwa ameisha tu, anatubariki, tunakuwa na kipindi kizuri cha hali ya hewa na nini. Mungu anaongelea vitu tofauti kabisa. Na kwa sababu hawajui maandiko ya Mungu, na tunaona Jumapili kwamba mtu wa asili hawezi kusikia maneno ya Mungu. Atasoma tu, atafanya vizuri. Mtasikia Jumapili. Mambo ya ajabu sana. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 2. Kwa hiyo tumeona kwamba hivi vitabu sio kusoma tu kwa makusudi ya kusoma. Mungu anaongea na sauti yake ni ile ile, anarudia maneno yale yale, anarudia katika Isaya, anarudia kwenye Ufunuo, anarudia katika vitabu kwenye Injili kila sehemu. Tuende sasa mlango wa 61. Nina uhuru sasa kwenda kwenye mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Anasema, "Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa." Tuishie hapo. Haya maneno kiasikia unakumbuka nini sehemu nyingine? Kisikia maneno haya unakumbuka nini? Kwa msomaji wa Biblia anakumbuka kwenye Biblia. Yesu siku ya kwanza kabisa, tuone katika Luka mlango wa 4. Yaani atakuwa ukishakuwa Mkristo wa neno la Mungu, ukisikia neno kama hili, moja kwa moja tu kumbukumbu tu ya neno la Mungu na kutuma kwamba hivi vitu vinapatikana wapi. Luka mlango wa 4 mstari wa 10 na hii tunaiona Jumapili. Hii ndiyo njia ya kusoma Biblia. Anasema tunayafasiri mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni. Yaani sura moja Biblia inafasiri nyingine. Isaya 61 unaisoma sambamba na maneno ya Yesu kwenye Luka mlango wa ngapi? Mlango wa 4 tunaanzia 16 lakini sana sana ni 18. Luka 4 Mathayo, Marko, Luka 4 Biblia inasema tuanzie tu mstari wa 18 anasema hivi. Roho wa Bwana, turudi nyuma tuanzie 16 anasema hivi. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Na kwamba ni Isaya anayemsoma. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa hivi: "Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa." Unamwona Mungu mwenyewe katika mwili Yesu Kristo. Leo hiyo watu wanaambia hatuwezi kusoma Isaya, ni vitabu vivyo. Yesu mwenyewe tuna maagano mawili. Kwenye agano jipya kuliko jingine hatuna agano zaidi ya hili. Jipya. Yeye mwenyewe hafundishi bila kwenda kusoma. Sasa sisi kimepitwaje na wakati muumba wetu mwenyewe ndicho anachokirejelea. Yeye anaenda katafuta sehemu, na ni Isaya 61 maandiko hayo unaona kwamba yanafanana. Tunakuja kujifunza alikuwa anamaanisha nini. Lakini pia tunaangalia yanatuhusu nini katika maisha ya kila siku. Sasa twende, unaona kwamba maneno haya yanafanana. Sasa tutafananisha baadhi ya vitu. Kwanza tunakuhubiri katika Biblia ya Kiswahili kupata shida sana. Kwa sababu kuna vitu vingi wanaharibu, wanabadilisha. Lakini kitu cha kwanza naomba kabla hata ya kwanza kuonyesha makosa. Ni muhimu kuona makosa. Tuongelee kitu kimoja cha msingi. Anasema hivi, maneno unaposikia Biblia, kwa mfano Agano Jipya linaongea na Agano la Kale. Mara nyingi sehemu inachoona siku ya Jumapili ya habari tena. Mara nyingi sehemu Mungu anaitumia kutupa maana ya mambo fulani. Kwa mfano kwenye sura ya leo, na naomba haya mambo sipendi yawe magumu, usikilize tu, najaribu kutumia lugha rahisi sana. Ili kusudi tuchanganye. Lakini itusaidie pia kumuelewa Mungu wetu anaongeaje. Maana lazima kondoo wangu wanasikia sauti yako. Lazima tuisikie sauti ya Mungu wetu.
Haya maneno aliyarudia kimaanisha kwamba ni maneno mazito. Kwani hakuchagua sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa kwenye maandiko kama haya Mungu anatumia kutafsiri maana maana iliyokuwa haijulikani anaitumia kutafsiri hicho kitu. Leo hii watu wanatumia maneno ya dunia na mara nyingi hayafanani na ya Mungu kutafsiri mambo ya Mungu. Yanakuwa yamepishana. Lakini kuna vitu kwa mfano vinavyoitwa maana au definition ya kitu fulani. Mungu ndipo anatumia. Kwa mfano sehemu nyingine tutakuja kuona kwamba maana ya kanisa. Watu wengine wa kanisa wanafikiri ni jengo au ni nini. Lakini wakati tunavyoenda kujifunza labda tutaona hata Jumapili kanisa maana yake ni kusanyiko na inatokana na ukisoma katika Zaburi ya 22 na ukasoma katika hataenda huko. Ukasoma katika Waebrania mlango wa 2 actually Zaburi ya 22 na unakuta Mungu anafafanua yani anarudia maneno yale kwa kutoa neno kanisa na kuweka neno kusanyiko. Kwa hiyo pale neno la kanisa lilipokuwa anaweka kusanyiko. Unajua kumbe maana ya kanisa ni kusanyiko. Kwenye agano la kale ilikuwa inaitwa kusanyiko. Agano jipya anaita kanisa. Maneno yale anarudia maneno yale isipokuwa anachukua mmoja tu ndo analibadilisha. Mungu anakuwa anataka kuonyesha kwamba ndio maana hilo neno. Okay? Sasa mfano mzuri wa leo pia ni huu. Na unaweza kusema sasa tunajifunza nini? Mbona kama tunaenda kutafsiri maneno, tusipoisikia sauti ya Mungu, tukaisikia sauti ya wanadamu, ndio chanzo cha kupotea. Dunia ya leo imepotea kwa kiwango unachokiona kwa sababu haipati muda wa kutafakari kujua Mungu alikuwa anamaanisha nini katika ujumbe wake. Biblia tulisoma katika Mathayo 13 na nitaona urudia mstari sana. Mathayo 13 mstari wa 18 na 19 anasema mtu akisikia neno la Mungu na asilielewe vizuri. Anakuja yule mwovu anacheza nalo ananyofua na hali ya yule mtu inakuwa ni hali mbaya zaidi. Ndio sababu Wakristo leo kwa kusikia maneno ya Mungu asiyasikie vizuri hali zao ni mbaya kuliko za dunia. Wakristo hali zao ni nzuri. Wakristo ndio maskini kuliko wote. Kimsingi watu wa dunia matajiri. Wakristo ndio wavunja amri za Mungu kuliko dunia. Ndio wavauchi. Ndio watoa mimba. Utoaji wa mimba unaongoza kutokea kwenye mataifa ya Kristo huko Ulaya mpaka Afrika. Kwa sababu wanasikia maneno ya Mungu, hawayasikii na kuyaelewa, basi yule mwovu anakuja anawafanya wawe katika hali mbaya. Hata kile kidogo walikuwa wanajua na hekima yote anainyofoa kwa sababu hawakuelewa. Na mstari uko wazi, kwa hiyo unatimia. Sasa hem tuende katika ule mstari wa kwanza wenyewe Isaya 61 anasema hivi, mimi nitasoma katika King James samani ili kusudi muangalie. Anasema mstari wa 61 anasema the spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings. Good tidings Kiswahili chake ni habari njema, taarifa nzuri. Wokovu ni habari njema. Leo hii watu wakisikia neno wokovu wanajua ni habari mbaya. Wokovu kwa watu, wokovu ni habari mbaya. Na wana haki ya kuwa wokovu kwa habari mbaya. Na mimi mwenyewe ukiniletea ule wokovu uliozoeleka wa makanisani hawa, watu wanaenda kesho na kishukutwa ni watenda dhambi, unaona kwamba wanakupotezea muda. Kwa hiyo ule wokovu unaobebwa na Ukristo hauna haki ya kuitwa habari njema kwa sababu kwanza haumbi mtu assurance kwamba kweli anaokoka. Leo Mkristo ana hofu ya dhambi zake sawa na mtu wa dunia kwa sababu hajui maana ya wokovu. Wokovu tulishausema na ndio nasema kwamba lazima tukihubiri lazima neno wokovu lirudi kwa sababu wokovu ni kitu kimoja tu kirahisi. Unafikiri hatua vichache kama vitano lakini vyote vimeungana katika hoja moja. Muamini Yesu Kristo peke yake moyoni. Na kiri kwa kinywa wewe mwenyewe utaokoka. Anasema na nyumba yako wote watakaopitia kwenye hatua utaokoka. Na tunaiona hiyo mstari. Tunaona Matendo ya Mitume 16:30-31. Tuna mtu mmoja anauliza Paulo na Sila walikuwa wanaimba usiku wa Mungu akawatoa akiwa amefungwa. Yule mlinzi akaenda akashtukia wako nje akachanganyika akajua hawa watu sio wa kawaida ni. Akasema mabwana zangu naomba mniambie. Nifanye nini nipate kuokoka? Na alikuwa mlinzi alikuwa na maana kwamba aokoke labda na kitu chochote. Alikuwa na nguvu, alikuwa askari, hicho sio mlinzi, alikuwa askari. Wakamwambia muamini Yesu Kristo pekee. Hakumwambia toa sadaka, hakumwambia sijui njoo fuatane na sisi. Walisema muamini Yesu Kristo moyoni pekee yake. Na kukiri kwa kinywa na utaokoka. Na usiku ule akasema mimi naamini. Hapo hakumpeleka kwenye shule sijui ya kubatizwa na nini, walimbatiza pale.
Ubatizo ilikuwa ni nyongeza, lakini kumwamini. Biblia inasema katika Warumi mlango wa 10 mstari maarufu sana wa wokovu sana, iko mingi. Anasema Warumi 10:9 anasema kwa maana ukimwamini Yesu Kristo moyoni na kukiri kwa kinywa utaokoka. Basi hajasema kwa maana ukiacha dhambi zako, siji tu wewe okoka, acha dhambi. Walokole wanaokufa kwa ukimwi wameacha dhambi sangapi jamani, tukubaliane. Anasema mbona mpandisha sauti? Wakati mwingine Mungu anasema piga kelele. Tena sehemu nyingine anasema Isaya 58 tulikoanzia. Anasema piga kelele, gonga na mguu. Chini kusudi habari ieleweke hii. Mwingine anaanza kusema jamani, unajua Mungu anatupenda sana. Mungu awabariki sana. Mungu anasema hapana, piga kelele, paza sauti yako, sema. Lakini sema maneno ya Mungu. Sio kulala wa. Mungu anasema mnaposali msipayuke payuka. Watu wanapayuka payuka. Lakini anasema mnapohubiri, hubiri kwa msisitizo, kwa kupiga kelele. Wakati mwingine kila jambo na wakati wake. Biblia inasema katika mhubiri 3 kuna wakati wa kushusha sauti, kuna wakati wa kupandisha sauti. Lakini lazima uongee kwa msisitizo. Sasa nafikiri nimeenda sana, nirudi nilipokuwa sasa. Tumeona kwamba Yesu anasema kwenye King James, anasema kwenye mlango wa 61 anasema ametiwa mafuta ili kusudi afanye nini? Ahubiri habari njema. Twende kwenye King James hiyo mlango ule wa 4 wa Luka, hajatumia neno habari njema, amebadilisha akatumia neno gospel ambayo ndo injili. Na ndipo sasa Biblia inapoeleza maana ya injili ni nini. Na ndio tulipopata neno injili, maana yake ni habari njema. Leo hii injili tumesema sio habari njema kwa sababu watu kama hivi tumekutana leo. Ukienda kwenye makanisa kama mengine, kwa mfano waseme kwamba tunaenda kukutana tujifunze Biblia, wataweka na kikapu cha sadaka pale pale. Ibada haina sadaka, hajatimia. Yesu niambie, ina maana Yesu alikuwa hana ibada hata siku moja. Kuna sehemu ambapo Yesu tunamkuta anahubiri alafu ameweka na sadaka pale pale. Kwa hiyo basi ibada za Yesu zilikuwa za Paulo je? Kama watu wanataka kumtolea Mungu, watamtolea. Maadamu waone sababu. Kwa hiyo wakati mwingine kwenda kujifunza neno la Mungu inakuwa sio habari njema, kwa sababu mnakuwa mnaenda kutoa sadaka tu kimsingi. Yaani nitoe ushuhuda na nishausema, nirudie tena. Siku moja nilikuwa kwenye kanisa moja, sihitaji kulitaja kwa sababu wakati mwingine muda utafika nitahitaji. Tuko tunaandaa mkutano wa nje. Sasa tuko idara ya injilisti. Ile tuko katikati tunajenga jukwaa wanaume pale. Akatokea mchungaji akasema, sasa mbona mko mnaandaa mkutano, mnafanya nini? Tukasema tuko tunatengeneza jukwaa, si wiki ijayo unajua tunamhubiri, tutakuwa tuna injili hapa nje. Akasema ngoa hivyo, peleka mkutano ndani, mkutano wa nje hauna pesa. Mimi nijifunza kitu pale. Watu wengine labda hawakujua au walijua. Kumbe tuko nje, jina ni kwamba tunahubiri mkutano, lakini kimsingi tunatafuta kinachotakiwa ni pesa. Vunja hii kwa sababu hapa nje. Na lengo la nje ilikuwa ni usudi hata watu wa mbali wasikie, kwa sababu nje hata wapita njia kuna kaneno wanakaokota. Na hili kanisa liko barabarani. Kwa hiyo kumbe tulikuwa tuna mikutano kila siku tunafikiri tunahubiri, kumbe ni vyanzo vya fedha. Wanatafuta vitambi, tafuta na magari na upuzi mwingine wote. Sasa unaweza kusema umefikaje huko? Tumefika huko kwa sababu ni kutokujua maandiko. Watu wanakusanyika, injili ni habari njema, sio kwenda kukusanya sadaka, ni kujua makusudi ya Mungu, ni kujua kweli ya Mungu, ni kujua kwamba Luka 4 inasoma na Isaya 61 sio vitu vilivyozaliwa siku ya kwanza, vilikuwepo tangia milele. Tuendelee mbele zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba tunajifunza kutafsiri neno la Mungu kwa kutumia neno la Mungu. Ukiona unafika neno la Mungu ulijui maana yake, unaenda kwenye dictionary, unaweza ukaambiwa kitu tofauti. Lakini Biblia kimsingi ni dictionary yake yenyewe, ndio inajieleza yenyewe. Maana ya kanisa itaeleza, maana ya injili itaeleza. Huko anasema ni gospel kwenye Agano Jipya, kule maneno yale yanasema kuhubiri
good tidings. Anasema to preach good tidings kwenye ile agano la kale, kwenye agano jipya anasema to preach the gospel. Maana yake ni kitu kimoja. Gospel au injili maana yake ni habari njema. Turudi kwenye Isaya 61 ili kusudi tusogee kidogo. Anasema Roho wa Bwana juu yangu, anasema amempaka mafuta. Tutakuja kuna maana ya kupaka mafuta. Mara nyingi neno kupaka mafuta ambayo inaitwa anointing maana yake ni ujio, ni picha ya ujio wa Roho Mtakatifu. Na Yesu Kristo anasema akiwa amejawa Roho alienda kajaribiwa. Kwa hiyo Roho Yesu Kristo alikuwa na ujazo wa Roho uliokamilika wote wa Mungu hata katika mwili wake. Ndio sababu wa kutenda dhambi. Alikuwa na Roho 100%. Leo tunaka kipande kadogo ka Roho Mtakatifu baada ya kuokoka, lakini nguvu ya mwili unakashinda. Ndio sababu Ukristo. Ndio sababu Daudi alikuwa na roho mwingi wa Mungu lakini hajafikia wa Yesu, alitenda madhambi mengi kuliko kwangu na kwako. Unasema sasa huyu inaonekana ameshaanza kuhubiri watu wake wanatenda dhambi. Nisasema nenda kazitende uone matokeo yake. Ukitenda dhambi, hakuna dhambi ambayo Mungu haipigi. Lakini kuokoka sio kuacha dhambi. Kwa hiyo tuache kufika sehemu kudanganya. Kuokoka ni roho anazaliwa upya ndani yako, ni mtu wa ndani asiyeonekana, asiyetenda dhambi, lakini anakuwa anaishi anashindana na yule wa nje ambaye hawezi kaenda mbinguni, anaishia kwenye udongo. Sasa mpaka huyu atakapoondoka ndipo huyu anakombolewa, wokovu unakuwa umekamilika. Ndio maana ya wokovu. Sio kutenda kuacha dhambi. Lakini mtu aliyeokoka, aliyezaliwa na upya katika roho, akitenda dhambi, kwa kweli Mungu anampiga kuliko ambaye hana roho wa Mungu. Kwa nini? Tulishaeleza kwa sababu mtu akizaliwa akiokoka amekuwa mwana wa Mungu, si ndio? Mtoto wa mtu labda ni baba. Ana mtoto wake. Na mtoto wa jirani, anakwenda anakuta wako wanafanya makosa. Atamchapa wa jirani, atamchapa wa kwake. Mungu ndio sababu Biblia inasema katika Waebrania, ni vitu vya msingi wa Kristo hawavijui. Vinakushinda. Mtu anajiuliza kwa nini watu waovu wanakuwa wanapita tu. Kuna mtu mwingine unakuta labda anaweza kama ni kahaba, wale makahaba wanaojiuza Kinondoni. Hawapigwi. Lakini wewe Mkristo unayetulia kumsikiliza Mungu, nenda siku moja ukosee tu kidogo, ukaribiane. Pigo linakuwa kubwa sana, lakini haituzuii kwenda mbinguni. Wakati mwingine Biblia inasema wengine mpaka wanakufa. Kwa hiyo ni doctrine ndogo za msingi zinapita humu, lakini wakati mwingine tutakuja kufundisha kama somo la kujitegemea. Lakini kwa watu ambao tukiwepo tulishasema mara nyingi ili kusudi tu tunaelewa tunaelewa vitu, tujue tumesimama vipi na Mungu wetu. Na Biblia na hatuisemi kwa kufikiria, hapana, tunaisoma kwa maandiko. Sikutaka kwenda huko, sasa siwezi kuhubiri kila kitu ndani ya ibada moja. Kwa hiyo turudi kwenye Isaya 61 kwa sababu somo letu la leo kubwa. Anasema amenitia mafuta kwa hubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa hiyo tumeona habari njema ndio injili. Kule sehemu nyingine anaita injili kwenye. Hii ni tafsiri mbaya ya Kiswahili by the way. Huko amesema habari njema, kule akasema injili, lakini Kiswahili kote ametumia neno habari njema. Ambayo ni makosa. Kule ni gospel, atakiwa aseme injili. Kwa hiyo ni makosa ya Kiswahili, ya Biblia ya Kiswahili, na ni makosa ya Biblia ya Kiingereza zote, New International Version, si vitu gani. King James ndio iko sahihi. Anaendelea na kuna sababu zake tutakuja kueleza. Anasema kuwatangazia, anasema amenituma ili kuwaganga waliovunjika. Anasema ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Awahubiri nini? Wanyenyekevu habari njema. Twende kwenye King James, twende kwenye Luka 18. Hapa twende wote, ni muhimu sana. Twende pale Luka 18:4 pale. Amini Luka 4:18. Twende Luka 4:18. Na unapokuwa hapa lazima uweze flip flop kati ya Biblia vizuri, unaenda huku unaenda huku. Wewe ambao uko kwenye jua unaweza kusogea pembeni kusudi sikuunguze. Okay? Luka 4 pale. Ikiwezekana kama Biblia yako ina zile vile vinguo vya kugawanya, vikamba vya kugawanya, unaweza ukakiweka huko kiweka na kule. Ngoja mimi nifanye hivyo. Tuweke kati ya 61 kwa sababu tutakuwa pale mara nyingi. Maneno yale ndio na Luka ngapi? Luka 4. Anasema roho tuisome kwenye Luka sasa. Anasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Huko amesema kuwahubiri wanyenyekevu. Naomba tukubaliane. Kwa wale tunaopeleka injili kila siku.
wanaopokea injili mara nyingi ni maskini. Ndio. Nyumba iliyopanda mpaka karibu na mbingu kwanza hawatakufungulia mlango. Lakini vile vile watu kwani sisi tuliokutana hapa ni matajiri. Wakati mwingine watu wanasema dunia wanasema tunataka watu wawe tajiri. Lakini tutakuja kugundua mara nyingi nikisema sana watu watakasirika. Lakini sio wewe. Lakini ndivyo ilivyo. Mungu anasema alichotuma hapo anasema kwa kuwa amenitia mafuta ni wahubiri matajiri habari njema. Hapana, alijua matajiri hawatamsikiliza. Na sasa hapa tunaona kwamba huko anasema wanyenyekevu. Mungu haongei na watu wasiokuwa wanyenyekevu. Na hata katika maisha ya kawaida kama sisi tunaitwa watumishi wa Mungu. Kama mtumishi wako sio mnyenyekevu, hayuko tayari kusikia na waambia anasema bosi nataka utuwe hivi. Yaani yeye anakuwa ndo bosi. Mungu anasema akisema mzee ndio bwana. Ndio bwana. Nitufanye ndio bwana. Anasema nataka niwahubirie watu walio wanyenyekevu. Nyenyekevu Mungu lengo la Mungu kwenye injili na matajiri wao. Lakini lengo kubwa ni maskini. Na definition ya maskini ni mtu mnyenyekevu. Sasa ninakuomba. Na mara nyingine vitu vingine viko katika moyo, lakini pia katika uhalisia. Unajua kuna mtu mwingine anakuta ni maskini lakini anaitwa maskini jeuri. Yaani ni jeuri kuliko tajiri. So tufikie hatua lakini katika upana wake, katika wingi wake Mungu kwa ufupi naomba nitumie maneno haya. Tumeyaona katika Isaya 61 maana injili imelenga sana kwa watu maskini na kwa sondo agano jipya na ndo most powerful na ukijumulisha sasa na huku kwa watu wanyenyekevu. Ndio maana. Leo hii makanisa na mengi yanalenga sana kupata matajiri ndio sio? Sasa sio ya Kristo. Kristo anasema mimi roho Mungu amenijaza roho baba yangu. Amenituma nikawahubirie maskini. Wao wanasema amenituma niwahubirie matajiri. Okay. Unaweza kusema kama angesema kwamba nimeshamaliza maskini wote neneni kwa matajiri angesema. Hakuna aliposema. Kwa hiyo kama alivyohubiri akasema tena na anasema kama mimi baba alivyonituma na mimi nawatuma vile vile. Basi tufanye kama alivyosema. Ndio sababu na nakuomba msingi wa kanisa letu potelea mbali tuite wajinga tuite wapita wakati wao tuanze kulenga pale alipolenga Mungu kwenye maskini. Ndivyo ilivyoandikwa. Tukitaka okay. Je, hutapeleka matajiri nitawapelekea sana. Lakini msingi wa kwanza kabisa ni hawa ambao wameandikwa. Lazima tuende kwa maandiko. Hatua ya kwanza. Unasema sasa unaonekana umeanza kuwa mbaguzi. Muulize aliyeandika. Mimi ninasoma maandiko anasema mimi Yesu anasema mimi mwenyewe si hukumu na sitahukumu anasema ni kama ilivyoandikwa ndicho ninachokisoma. Kwa hiyo tunaona hilo. La pili tumeona definition kwamba maskini kwa lugha nyingine wanakuwa ni wanyenyekevu. Tajiri anasema mimi sina ninachopungukiwa. Twende tulinganishe baadhi ya maandiko. Twende tusome katika Luka 6:24. Tulikuwa kwenye Luka 4 pale. Kwa hiyo nimesema kwamba uweke kidole chako au chochote kile kwenye Luka 4 na kwenye Isaya 61 na twende Luka 6:24 Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Luka 6:24 Biblia inasema hivi. Luka 6:24 Biblia inasema lakini ole wenu ninyi mlio na mali kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Biblia injili ni habari njema ya faraja, si ndio? Wokovu na furaha ya milele. Unakumbuka Lazaro na tajiri walipokufa walikuwa wanaishi duniani. Lazaro alipofika anasema unafarijiwa na huyu anateswa kwa sababu wewe ulishapata faraja yako tayari. Sasa kwa nini Mungu anasema kama hawa tayari wameshamaliza wanachokitaka? Kwa nini nipoteze muda kuwapa injili wakati haitawasaidia kwa sababu tayari huku nyuma wameshafanikisha? Unaweza kusema sasa uko unahubiri kwamba watu wasio matajiri. Mungu akupa utajiri akupe lakini usiutafute kwa makusudi ya kuvunja sheria za Mungu na njia za Mungu. Kija uje kama wa Ibrahimu. Lakini tunaona kwamba Mungu anasema ole wenu mlio matajiri. Hajasema ole wenu mlio watajiri lakini hamuamini. Anasema hapana, ole wenu mlio matajiri bila kuweka mpaka. Je, matajiri hawataokoka? Matajiri nao wana uwezo wa kuokoka. Twende katika kitabu cha Mathayo 19:23. Mathayo tulikuwa kwenye Luka, turudi kushoto kidogo. Injili ile ya kwanza Mathayo ina sura 28, twende kwenye sura ya mwisho ya 19 pale. Tusome mstari ule wa
Mathayo 19:23 anasema hivi. Mathayo 19:23. Na hii ndio kusoma. Huwezi kwenda kwenye makanisa watu ukakuta kwamba wanalinganisha. Anaweza kutafutia mistari kama 10 sio husika. Mstari mmoja haupambanui mwingine. Na hata akiupambanua unakuwa ni kwa jinsi tu ya kujua vitu vingi lakini hauna uhusiano na maisha ya kila siku kwa sababu hajatumwa na Mungu. Mathayo 19:23 tunasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini amini nawaambia ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, na waambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, na wenyewe walikuwa haamini. Hiki tunasumbua. Wakisema ni nani basi aweza kuokoka? Yesu akasema mstari wa 26 anasema Yesu akawaambia macho, akawakazia macho. Lazima ukihubiri leo hii unakuta kuna mhubiri anafundisha yani macho hayaweza katulia kwa mtu. Anasema muda wote anawakazia macho. Ndicho Yesu anasema akawakazia macho. Anasema nataka tuelewane. Unajua ukimwangalia macho utajua mtu anasikia au hasikii. Ndio sababu ukienda kwenye kanisa ukuta watu kila mtu amegeukia huku juu hawaelewani. Yesu akawakazia macho. Akawaambia kwa wanadamu hilo haliwezekani bali kwa Mungu yawezekana. Hiki kitu cha tajiri na mbinguni anasema hawaingii wanaingia lakini sio kitu rahisi mpaka Mungu ahusike, ni jambo ambalo sio la kibinadamu. Yaani ni na akatoa mfano usioeleweka kabisa usio yani mgumu kuelewa, maana yake anasema ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko ngamia. Wanakuambia unajua ngamia inayosemwa sio ile ngamia ya mnyama na tundu kulikuwa kuna usiju. Utasikia mafundisho ya ajabu. Sio kuna tundu la kuingia kwenye mji ilikuwa inaitwa sindano. Nenda katika King James, nenda katika manuscripts za kwanza kabisa za Kigiriki, neno ngamia aliyotumika ni kamo kwa Kiingereza. Sasa huwezi kusema kwamba ngamia ni kamba alafu hata kwa Kiingereza ikawa mnyama yule. Yaani ngamia huyo. Na kwa lugha nyingine zote. Lakini kwa kutafuta kuhararisha mahubiri yao ya utajiri ya uongo wanabadilisha hata maana. Ni wangapi? Ni wengi. Ni wangapi? Ni wote. Wangapi? Ni wote. Okay. Kwa hiyo unaona kwamba injili imelenga maskini. Leo hii injili karibu zote mtu akienda akakutana na maskini sio anakuja kwake, lakini mwingine anaweza kawaondoa kabisa. Anatafuta wale wenye vitambi na masuti wakae mbele, heshima akiwezekana mpate na mkuu wa mkoa, akiwezekana rais akasali kwake. Yaani ndio malengo. Biblia inasema hapana. Sasa tuchague. Twende kidunia au twende kimungu Mungu? Nafikiri twende kimungu Mungu. Haya, tunaendelea. Anasema kuwa sasa anaangalia malengo ya injili ni kuwahubiria habari njema, lakini ili kusudi ifanye nini? Ametuma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Sina muda wa kwenda kwenye hii mistari peke yake, ukichunguza ukailinganisha kuna mahubiri mengi sana, lakini sina muda. Kuna namna fulani aliyabadilisha kwa lengo la kutoa maana zaidi. Ni sana mtu anaweza kumpa neno ukasema ase kesho asubuhi sana twende sehemu fulani. Ukaona kwamba hataelewa, akasema alfajiri na mapema. Yaani ukarudia neno ili kusudi lieleweke zaidi. Ndivyo Biblia inachofanya kazi. Sasa usipokuwa na uwezo wa kuelewa na kufuatilia maneno ya Mungu, na lengo letu sio kupata ule details na hapana, ni je yanatufaidia nini? Na naamini mpaka hapa dakika zote hizo yameshatufaidia. Na sura bado ni hatujafika mbali. Nilifikiri tutamaliza mapema. Tuendelee. Anasema mstari maneno haya mstari wa kwanza anasema injili, lengo la injili ni kuwaganga waliovunjika moyo. Leo hii ngoja niwaambie waliovunjika moyo. Leo hii binadamu naomba wote mniangalie mkiweza. Binadamu wamevunjika mioyo. Awe ni tajiri au ni maskini, mioyo yao ina hofu. Mwanadamu yeyote yule, Paulo anasema hivi, mimi kufa ni Kristo na kufa na kuishi. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Paulo anasema hana hofu na kifo kabisa. Anasema mimi sijui nifanyeje. Na nife niende kakae na Kristo au nikae katika mwili niweze kuwafaidia, niwaandikie nyaraka na roho wa Mungu ashuke kujao. Anasema vyote kwangu ni sawa. Leo hii kuna mtu analala nafikiria anaenda kufa. Ndio sio? Anasema wamevunjika moyo, lakini
ukishaipata ile injili ya matumaini na maana ya wokovu nini, na tutairudia mara nyingi sana huu mwaka wa pili wa kanisa, tutakuwa tunabana sana kwenye maana ya wokovu ili kusudi watu waelewe. Bila shaka leo hii makanisa hayajui maana ya wokovu. Wanafikiri wao wokovu ni kuitwa mlokole na kwenda kusema bwana na kurusha vitambaa. Hapana. Leo hii watu wanaamini kwamba anaweza kawa ameokoka akamwambia, nilimsikia Mkristo mmoja anawezekana akawa ananifuatilia hapa, I don't care, nitaongea. Anakuambia anasema imetokea ajali sehemu fulani, anasema tunaomba Allah awapokee. Mkristo Mungu wake anaitwa Allah. Mkristo mzuri tu na anahubiri Allah awapokee, ili kusudi tu ajifananishe na kila yeyote wa ulimwengu. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 6. Anasema msifungiwe nira na watu wasioamini kwa jinsi isivyostahili. Anasema je, kuna uhusiano gani kati ya nuru na giza? Kuna uhusiano gani kati ya Mungu na shetani, kati ya Kristo na Beliari? Kwa hiyo kwa nini uanze kujitaka kujifananisha na dunia, utumie miungu yao? Na ndicho Waisraeli waliposhindiwa. Mungu anasema msifanye hiki, msifanye hivi kama wao, na tumewaua tukaondoa kusudi mwingine kwenye nchi ya ahadi muweze kuwa taifa la wokovu na muweze kufikia miisho ya dunia. Wao wakafika pale wakafanya kama vile vile. Mkristo lazima anasema ninyi nuru ya dunia. Ninyi ni chumvi ya dunia. Sasa wewe huyu unayetakiwa kumpa wokovu, unaanza kusema Mungu wake ndiye anayeokoa. Utakuja kumpa wokovu hata siku moja? Hata siku moja. Ndicho Biblia inachosema. Kwa hiyo anasema waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Anasema waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru. Anasema dhambi anasema mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, ni mateka wa dhambi. Mtu ambaye ni mlevi ni mateka wa pombe, ndio sio? Mzinzi ni mateka wa wanawake na wanaume anaowatamani, ndio sio? Shoga ni mateka wa ushoga, ndio sio? Pombe yani anaweza mzinzi anaweza hata akashindwa kupanda gari ili kusudi likamwacha na tiketi yake, akatafuta gharama nyingine ili kusudi akamilishe matendo yake uzinzi. Kwa sababu hana uwezo. Pombe je? Mtu yuko radhi alale kwenye pombe, watoto wake, familia yake, mke wake wasimuone kwa sababu yuko ametekwa kule kwenye pombe. Michepuko sio mateka. Na lugha Biblia inasema tunatumia kwa sababu imezoeleka kwenye jamii, lakini Biblia inasema ni matendo ya uzinifu. Wazinzi wale. Mateka. Kwa hiyo nasema unapopewa na mateka ina maana mbili. Kuna mateka wa mwilini na rohoni. Sasa mara nyingi injili inachokisema ni mateka wa rohoni. Japo injili pia ukishazaliwa unaanza nasema tembeeni katika roho. Ukianza kutembea katika roho na hata injili ya mwilini inaanza sasa, na mwili nao unapona. Lakini kule kuokoka hakutoshi kusema kwamba mtu ataacha sigara. Na mtu kuna watu nafikiri ndio nitafanya somo la Jumapili. Kuna watu wanaamini kwamba kuacha dhambi eti ndio kuokoka kwa mfano. Nilikuwa nimeokoka na shukuru Mungu, nilikuwa mlevi nikaacha nini. Hapana. Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na hekima. Je, wakitenda dhambi Mungu atawaacha? Hapana. Watakuwa maskini kama walevi wa pombe, watakuwa maskini na Mungu hatawapa baraka zake. Lakini kitokea kaondoka duniani kama mama Yesu Kristo, kwa sababu hawatembei katika kweli. Yaani kiwango tunachotembea na Mungu, hivi unajua kwamba Tanzania hakuna mwanafunzi wa Yesu Kristo? Sisi mimi nampenda Yesu, ni mfuasi wa Yesu. Yesu hana wafuasi Tanzania. Unasema nipe uhakika. Ngoja nikupe uhakika. Tuone kwenye Luka 14. Kama wapo labda ndio yuko anawatengeneza katikati yenu hapa. Twende kwenye Luka 14, uniambie kwamba kuna mfuasi yuko Tanzania wa Yesu au hayupo au yupo. Mfuasi, mtu anayemfuata Yesu, yani Yesu yuko mbele, yeye yuko nyuma anamfuata, ndio mfuasi, ndio mwanafunzi. Mwanafunzi kama mtu labda mwanafunzi wa udaktari anakuwa anajifunza kwa daktari kuwa daktari, yani anafuata nyuma ya daktari, si ndio? Mwanafunzi wa Yesu anajifunza Yesu.
Anatembea nyuma ya Yesu. Sasa tuangalie Luka 14 unasema sasa mbona umeenda mbali na somo la leo? Na nitalimaliza mbele ya safari kidogo. Luka 14 Biblia inasema mstari ule wa 26. Haya tunaambia tutumie kama kipimo. Tutumie mstari wa 26 tuone kama Tanzania sijui nje ya nchi, lakini Tanzania nimetembea mikoa mingi sana. Tusome mstari wa 26 Luka 14 anasema hivi. Luka 14 anasema kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake naam hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa hiyo ili kusudi uwe mwanafunzi wa Yesu lazima ufanye hivi vitu vingi. Nasema kama ufanyi huna. Kwa hiyo kwa msali huu kuna wanafunzi wa Yesu Tanzania. Hebu tujichunguze. Tufike sehemu fulani kuna kiwango fulani cha kumchukia huyo na yani manake kumpenda Yesu zaidi. Leo hii unaweza kuwa ulikuwa unakuja kwenye kanisa kama hili unajifunza kweli ya Mungu. Mtu anakuambia labda na kijana kama yule pale au yule anakutana si na girlfriend si mke mtarajiwa anasema sitaki uende kwenye ile kanisa. Twende kwenye kanisa la uongo. Kwa sababu anasema anampenda yule kuliko Yesu. Kwa sababu sio mwanafunzi wa Yesu, anaenda kwenye anaweza kumpeleka hata anasema wewe unanipenda yeye nataka usilimu tu uwe Mkristo uwe Muislamu wenzangu ndio unioe. Wako wengi waliooa hivyo. Yesu anasema huyo Mkristo alikuwa sio mwanafunzi wa Yesu kwa sababu hayuko tayari kuchukia. Kwani wanawake ni wako ngapi wanaume wako ngapi? Unakuta Mkristo mzuri anaenda anaangalia kijana sio au mzee mwenye mali nyingi Muislamu au mtu wa dini yoyote ile anaacha na hatuongelee dini pasi tuongelee wokovu lakini na Ukristo lakini dini ndiyo inayompeleka mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu. Wokovu ni neno tu la imani lakini dini inakupeleka kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na vyote ni muhimu. Lakini kimoja ni muhimu zaidi ni kuokoka. Ambacho hakina uhusiano na dini. Lakini dini nacho ni chombo cha kupeleka wokovu. Hicho ndio chombo cha msingi. Lakini sio kitu kimoja. Sasa kwa kipimo hiki ningeweza kwenda mstari mingine lakini sura ya leo na sura hii kwa mfano anasema tuone mstari wa 27. Kipimo cha pili kwamba Tanzania hakuna Wakristo. Hii mistari usiwasema kwamba anataka kuhukumu au kumhukumu msomaji. Maana na mimi mwenyewe naweza kujihukumu. Lakini yamkini niko kwenye njia nakaribia. Ninakaribia kabisa. Mimi naweza nikakiri kwamba mtu kuniambia kwamba ama nitoke duniani ama niende kwa Kristo, yani kwangu vinalingana. Nakaribia kulingana na Paulo kwa Kiingereza. I don't care so much katika maisha yangu. I don't care so much. Sawa. Lakini kuna mtu mwingine akisikia kufa, kwanza usiliguse inaonekana kama unatuchulia sasa. Lakini Biblia inasema mara nyingi. Tuone mstari wa 27 anasema hivi. Luka 14 ile. Anasema mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hapa neno kalitoa kuna sehemu nyingine anasema kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sasa twende kwenye Luka 9:23. Unasema mbona tunazunguka sana? Ndio ndio maana kusoma Biblia. Ndio sababu tumekuja hapa hii inaitwa Bible School. Huwezi kusoma kwenye vile vyuo sijui vya kipuzi vile sijui unasikia tunaenda kusoma na tutaliona Jumapili. Luka 9:23 Biblia inasema hivi. Luka 9:23 akawaambia ndani ya Luka Mungu unaona hii mistari ya wanafunzi anairudia kwenye kitabu kimoja. Hatuoni anaongea sadaka hata siku moja. Hatuoni anaongea ndoto hata siku moja. Kuna wakati wengine wanalala na kuamka ni ndoto. Wanaota wananunua na vitabu vya ndoto. Yesu mistari ya wokovu anairudia mara 5 ndani ya kitabu kimoja lakini haongelei hivyo vitu unavyosikia si ndoto si vitu gani. Tusome Luka 9:23 anasema hivi, akawaambia wote mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa hiyo anasema mtu akitaka kuwa mwanafunzi wangu lazima kwanza iwe ni tukio la kila siku. Mkristo anaenda anasoma ka Biblia tena hasomi. Anashika Biblia yake ni kama mzigo tu wa kutembea nao, anatokeza nao kanisani, anasikia vimistari hivi vya uongo vya baraka anaondoka, anarudi Jumapili kusikia hizo habari za zile za uongo, alafu anasema mimi ni Mkristo namfuata Yesu. Anasema kwanza ni kila siku, pili ni msalaba. Kusoma sura nzima ya Biblia ukafunga TV yako kufanya nini? Ni msalaba. Ndio msalaba mmoja wapo.
Kutoka mbali makanisa hivi hatuko sehemu nyingi. Ukatoka huko ulikotoka ukaja mpaka hapa. Ni msalaba kwa sababu unalipa na nauli. Hiyo ni sadaka kubwa kuliko ile unaweza kutokea unaenda kwenye kanisa la uongo kamwaga visenta vyako pale. Visenta vyako au fedha nyingi tu whatever. Una msalaba. Kushika Biblia ukawapelekea watu wengine hata wasiotaka kuwapa injili kwa utaratibu wa kibiblia. Ni msalaba. Na vitu vingi vingine. Misalaba iko mingi hata muda wa kuirudia. Twende kwenye Isaya 61 na wakati huo sasa itabidi tuende speed kidogo kwa sababu muda umesogea. Isaya 61. Kwa hiyo unaona mistari miwili bado na uwezo kusema kwamba tumesoma mistari miwili. Tumesoma karibu na sehemu kubwa ya Biblia. Tumesoma Biblia vya kutosha leo. Lakini hatujasogea kwenye sura ya pili, sura ya 61 kufika mbali. Mstari wa pili anasema hivi mingine yote inafanana na hiyo, naweza mateka na nini na nini. Mstari wa pili anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Asante. Nilikuwa na macho yangu kidogo. Sameni. Na giza limeanza kuingia. Lakini tuseme yani hapa kuna mambo mazito sana. Nashindwa hata niendeje mbele. Kwa sababu nataka kufika mstari wa 11 kidogo. So kuna furaha, kuna vazi la haki liko pale. Lazima nitaligusa mlango wa 61 mwishoni pale. Lakini tuje kwenye kwa sababu hapa ndipo Yesu alipoanza kuhubiria kwenye mji wa kwake Kapernaum. Nazareti. Nchi za Tiberio wanasema. Ziwa la Galilaya. Wale watu waliokuwa wanakaa katika giza. Mika anasema mlango wa pili. Mika 5 mlango wa pili anasema nuru imewazukia Yesu alipozuka siku hiyo. Hiyo sehemu lazima tuisisitize na tuione katika maisha yetu ya kila siku. Tunaendelea mbele anasema hivi. Sasa kuna vitu viwili vya kuongea vizito hapa. Na natamani nisonge mbele niende lakini ngoja niviguse. Anasema mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Neno vitu lazima tujue lugha ya Mungu. Anasema kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Haya maneno unaweza ukayaruka mara nyingi tunasoma bila kwa kuruka juu unatereza tu. Lakini mwaka uliokubaliwa, hem tuone katika kitabu cha Wakorintho wa pili ni na sura nyingi na mistari mingi ya kufafanua kutumia. Lakini Wakorintho wa pili 6 mstari wa pili utatujulisha unaposema mwaka uliokubaliwa au majira yaliyokubaliwa mara nyingi anakuwa anaongelea wokovu kule kumkiri Yesu Kristo. Wakorintho wa pili 6 ni Wakorintho wa actually sio wa pili, Wakorintho wa wa pili 6. Wakorintho wa pili ni baada ya Wakorintho wa kwanza baada ya Warumi. Wakorintho wa pili 6 Biblia inasema hivi. Hapa tumetoka kuona mwaka au majira yaliyokubaliwa, si ndio? Wakorintho wa pili 6 anasema hivi. Mstari wa pili. Anasema hivi, kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia siku ya wokovu na alikusaidia. Unaona kwamba maneno yale ya kukubaliwa na siku na wokovu viko katika anasema in one vein. Ni kauli moja. Ni sentensi moja. Mwaka uliokubalika. Anasema tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Anaendelea mbele anasema tazama siku ya wokovu ndio sasa. Kwa hiyo mwaka uliokubalika Yesu alikuwa anausema kwenye 61 Isaya alikuwa anamaanisha nyakati ya wokovu. Wokovu kabla Yesu Kristo ulikuwepo lakini ulikuwa haujawa. Anasema alikuwa hajaufunua kwa mataifa yote. Alikuwa hajaufunua kwa mataifa yote. Lakini Biblia inasema watu waliopotea pasipo sheria watahukumiwa pasipo sheria. Watapimwa kwa matendo yao na kwa imani yao kwa kumtafuta Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba mwaka uliokubaliwa anasema ni nini? Ni mwaka wa ni mwaka nini wa wokovu. Ni habari za wokovu. Tusome Isaya, tuko Isaya 61. Turudi nyuma. Nyakati zilizokubaliwa. Ili kusudi tukitoka hata kama tunasoma mistari mitatu tuielewe kuliko kusoma 11 tuielewe yote. 49 Isaya, turudi kushoto kwa Isaya 61, turudi 49 mstari ule wa 8 anasema hivi. Tunasoma mambo yaliyokubaliwa. Na ndio maana ya kusoma Biblia. Anasema hivi, 49:8 anasema hivi. 49:8 anasema hivi. Isaya 40 anasema Bwana anasema hivi. Wakati uliokubalika nimekujibu
Na siku ya wokovu nimekusaidia. Unaona wakati wote anapoongelea habari zilizokubalika kwenye Isaya 61 anaunganisha ni wakati wa wokovu. Mungu anaona kwamba nyakati zilizokubalika kwake sio wakati ambapo umegraduate degree yako, sio wakati ambao umekula chakula umeshiba, umepata tiketi umeenda Ulaya, umeenda hapana. Au umejenga nyumba yako umefanya nini, hapana. Ni wakati umepata wokovu. Ndio muda anaoona kwamba kwako ndio muda wenye thamani kubwa sana. Ndio sababu Yesu akasema katika Mathayo 16 mstari wa 26 anasema, "Je, itamsaidia mtu nini akipata ulimwengu wote na kisha kupata hasara nafsi yake?" Kwa sababu hajapata wakati wa kubalika wokovu. Jamani, tupeleke injili tuwape watu mwaka uliokubalika, nyakati zilizokubalika ambao ndio sasa. Kila wakati muda umefika, so hujui kesho sio yetu. Turudi sasa katika Isaya 61 na mithali ile tuifute haraka, tuipitie haraka. Mistari naomba nitoe generalization kabla ya kwenda mstari wa mwisho. Mstari wa 4 anaposema nao watajenga mahali pale pakali palipobomolewa, na mstari wa 5 na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na mstari wa 6 anasema bali ninyi mtaitwa wakulima. Anaongelea nyakati ambazo watu sasa wamepumzika, wako katika hali ya kutumikiwa. Biblia inasema tutakapofika mbinguni, anasema jicho halijawahi kuona na mbingu na masikio hayajawahi kusikia na moyo haujawahi kufikiri au akili hajawahi kufikiri mambo ambayo Bwana amewaandalia wale wampendao. Wakorintho wa kwanza Jumapili bado hizi kuna uhusiano wa somo la leo na Jumapili, kwa nini? Yaani anasema nyakati hizo, na unaweza kusema sasa hata tukiwa tumeokoka vile vile kuna mapumziko Mungu atatupa, lakini sio anayoyalenga mapumziko makubwa sana. Yesu kwa mfano moja tuulize, Lazaro alifufuliwa na Yesu. Leo hii akitokea mtu anayefufua kama walivyofufuliwa kina Lazaro, sasa ataonekana na karama kubwa sana ya Mungu kabisa, bila hii ya kufoji wanayodanganya akawa kabisa anafufua. Lakini Lazaro alikufa tena baadaye. Haina maana. Mungu anasema hata kama nitakupa vyote ukashiba, lakini hatimaye anasema kuna uzima ule wa milele. Anasema mimi ninawapa uzima na kisha nawapa ule tele. Anasema nimekuja kusudi wana uzima na kisha wana tele. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anapo vitabu vya unabii kama vya Isaya, unabii ni mambo yanayokuja. Sio mambo ya sheria, acha dhambi si nini. Mara nyingi mambo yatakayokuja baadaye. Ndivyo Isaya ilivyo. Na vitabu vingi na Biblia ndio ilivyo. Vinakuwa vinaongelea mambo kwa yamkini baadhi ya wakati huu, lakini mengi ni wakati wa Yerusalemu mpya na mbingu mpya na nchi mpya, nyakati za Mungu ambazo atakuwa anatawala. Biblia inasema katika kufunga katika Wakorintho wa 2:4 anasema hivi, anasema Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii. Mungu anajua kwamba dunia hii inaongozwa na shetani. Anasema aliyeko mbinguni anaangalia anacheka. Akiona dunia inavyojiongoza. Anasema nyakati zitakuja, Mungu atakuja na kisasi chake, kuchukua mamlaka yake. Anasema baadaye alikuja kumtuma mwanae aje akusanye, alikuwa amesafiri ameenda nchi ya mbali, akamwambia nenda kalete mavuno. Mungu atakuja kuvuna hii dunia. Tunaona kwenye Ufunuo 14:15 anasema malaika ataambiwa achukue kotama yake aende akavune. Kwa hiyo nyakati zinakuja, lakini Mungu anasema tutakapokuwa tuingia kwenye yale mavuno ya milele. Anasema ngano atakapoweka kwenye gara yake sasa ndipo itakuwa wakati wa furaha kubwa. Sasa tuone mstari wa 61, mstari wa 10 katika kufunga. Hii mistari mingine yote inataka kufanana. Na hii mistari yote unasema sasa mbona kama tumepita juu. Kwa kweli mistari kama umesoma Isaya zilizotangulia 50 na 59, 60 na hata 58 utaundua Mungu anaongelea hasa Isaya 60 hiyo. Anasema watakutumikia, watu watatoka mbali, watakupa makundi ya mifugo na nini. Mungu anakuwa anaongelea picha ya utukufu tutakaopata tutakapokuwa mbinguni. Anasema mbinguni kwa Baba kuna makao mengi, kuna majumba tele. Ndicho anachoongelea. Isaya anaviona katika picha ambayo sio kamili, lakini Yesu Kristo anakuja na ifunua. Kwenye Isaya 61 na amini kwenye Mathayo, amini kwenye Luka 4 na kuendelea. Na mengine bado ni siri yatajulikana tutakapokuwa tumekutana katika utukufu wa mwisho wa Yesu Kristo. Mstari wa 10 katika ufungaji anasema, anaongelea vazi la haki. Anasema nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia. Anasema katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu. Unaona kwamba anaongelea wokovu. Leo hii
Watu wanafikiri wokovu ni kitu kingine chochote. Wokovu ni nini? Hapa ana maana kwamba amuokoe dhidi ya majambazi, amuokoe dhidi yani anaongelea ni wokovu dhidi ya uharibifu wa hukumu ya milele. Ndicho anachoongelea. Anasema amevika mavazi. Wokovu ni vazi unavikwa, sio unajivalisha mwenyewe. Hufui nguo zako mwenyewe. Wokovu hufui. Unavalishwa vazi jipya. Unaweza kusema sasa huyo anaonekana. Twende kwenye Mathayo 22:11 na yamkini ndio mstari ya kufungia. Mathayo tuangalie habari ya vazi la haki. Mathayo 22:11 anaongelea karamu ya mwana kondoo ambayo ndio wokovu, ndio ni Yerusalemu mpya miaka 1000 ya utawala wa mwana kondoo na Yerusalemu mpya na nchi mpya na mbingu mpya. Mathayo 22:11 Mathayo 22:11 ile injili ya kwanza tuone hayo mavazi anayoongea ni mavazi gani? Na kwenye Ufunuo 6 anaongelea wakapewa mavazi meupe. Ni picha kwamba watapewa mapumziko. Mstari wa 11 Mathayo 22 anasema hivi. Anasema hivi. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Mbona ndio wokovu asiyeokoka anataka kupenya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Leo hii watu wanataka kwenda mbinguni bila wokovu, wanataka kwenda kwa matendo yao mazuri, wanataka kwenda kwa sadaka zao, wanataka kwenda kwa yani kwamba mimi naimba kwa nyimbo wanazomwimbia nimeokoka na hapana. Ni wokovu na wokovu nitaendelea kuhubiri, najua ni mgumu haueleweki. Ndio somo ndio kitu rahisi kuelewa lakini ndio kigumu kuliko vyote. Lakini wokovu tulishasema ni ukisha kuwa na imani yoyote ile, iwe kubwa iwe ndogo, anasema iweke katika Yesu Kristo peke yake. Usiweke kwa Maria, sijui kwa mchungaji nani, sijui meja wani, sijui mimi baba askofu nani, sijui hapana, ni Yesu Kristo peke yake. Na wala usiweke kwangu ambaye nahubiri hapa. So mimi mwenyewe sina pa kuweka kwangu. Lazima nitafute Yesu Kristo nimkabidhi kwangu. Ndicho anachosema. Kwa hiyo na anakulikiri. Lazima ifike sehemu fulani sema yeyote atakaye nikiri mbele za watu. Leo hii naweza kuambia madini na makanisa hayana uwezo kabisa wa kumkiri Yesu Kristo mbele za watu. Paulo anasema mimi sionei haya injili. Sisi kama mahubiri yote haya tunaosha kwenye mtandao. Hajatokea mtu aseme kwamba naona aibu. Kwani tuena nasema yote atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za baba yangu. Na yote atakaye nikana na kunionea mbele aibu mbele za watu na mimi nitamkana mbele za baba yangu. Siku ya mwisho. Cha Mungu anachosema. Lazima tufike sehemu fulani tumkiri Mungu bila kuangalia pembeni ni nini. Watu wengine wanaogopa hata kuambia watu kama ni Wakristo. Jina tu. Sembuse kuamini kwamba wanaenda kwenye kanisa na kujifunza neno la Mungu kinyume na dunia inavyoamini. Anyway, tutaishia hapa. Kuna mambo mengi ya kujifunza lakini nafikiri ya leo nayo yanatutosha. Mungu anaongea na sisi kwa sehemu, siku nyingine atatuambia na mengine tumshukuru Mungu. Mfalme wa mbinguni tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa sura ya 61 ya kitabu cha Isaya na maeneo mengine unayotuambia Mungu. Tunaamini mfalme wa ajabu utatukusanya tena na katika uchache na wingi wetu utatuambia zaidi na maneno haya Mungu. Ninakuomba mfalme, yakatutoe katika hatua moja kwenda hatua nyingine, yakatuingize katika utumishi wako, yakatutie nguvu. Mungu wa mbinguni akatupe na baraka zako za mwilini na za rohoni, yakatuongoze katika haki yako yote mfalme. Bariki kila mmoja Mungu hata tunapotawanyika kutoka hapa, bariki watoto wakubwa, bariki wageni na wenyeji, bariki kila mmoja mfalme wa ajabu. Tukusanye tena kwa wakati mwingine kwa mapenzi yako. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunakushukuru na kupokea. Amen.